Huu mradi utakamilika lini? Pale pale wakatamka kabisa kwamba ifikapo Disemba maji hayo yatakuwa tayari. Hakuna kitu, waziri mkuu. Naomba kabisa waziri mkuu, kwa sababu uliahidiwa wewe kwa kuwabana wewe, na leo ikiwezekana wabane hapa hapa, na waziri mwenye dhamana yupo hapa. Tena basi tutakwenda kwenye uchaguzi baba. Wananchi tutakwenda tuwaambieje? Watamke hapa hapa tena. Waahidi upya na wananchi wasikie. Na waandishi wa habari wayachukue haya. Tena uzuri jana ulikuwa kwenye waandishi wa habari kule, uliweka mkazo sana. Walau hizo habari zienee, tusaidiwe, tunakwenda kwenye uchaguzi. System oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, zilikuwa salamu za chama. Kwa mwaka wa fedha 2015-16 tulijipangia kukusanya bilioni 1.5. Tutakusanya bilioni 1.2 sawa na 80%. Na mwaka wa fedha 2016 na 17 tulijipangia kukusanya bilioni 1.6. Tulikusanya zaidi ya 83%. Mwaka uliopita wa fedha 2017-18 tulijipangia kukusanya bilioni 2.06, lakini tulikusanya bilioni 1.6 sawa na 80%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha vyanzo vyetu vya mapato, ikiwepo pamoja na kuimarisha mifumo ya ukusanyaji kwa kutumia mashine za ukusanyaji wa mapato. Tunayo mikakati ya kati na mikakati ya muda mrefu. Lakini kwa leo sisi tunaendelea kukushukuru wewe pamoja na serikali mnayoiongoza kwa mipango mizuri pamoja na maelekezo mazuri ambayo umeendelea kutupa sisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya maji, mahitaji ya maji mjini Msungwi kwa sasa ni mita za ujazo 3920 kwa siku. Uzalishaji wa maji kwa sasa ni mita za ujazo 650 tu kwa siku, ni sawa na 16.6 ya mahitaji ya maji. Wananchi wa Misungwi mjini wanaopata maji safi na salama ni 24,400. Mamlaka ya maji Misungwi MIWASA kwa kushirikiana na mamlaka ya maji Mwanza MWAUWASA kwa sasa wanatekeleza ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wenye gharama ya shilingi wa euro milioni 4.85 kwa ufadhili wa Benki ya Uwekezaji wa Ulaya EIB, shirika la maendeleo ya Ufaransa EFD. Mradi huu umefikia 80% za ukamilishaji na unategemewa kuhudumia katika vijiji vya Msungwi mjini, vijiji Mwajombo, Nange, Iteja, Mwambola, Wanzamiso, Ng'ombe na Mapiringa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kukamilika kwa mradi huu, watu zaidi ya 64,400 wanatarajia kunufaika na maji safi na salama, na sawa na ongezeko la watu 44,000. Uzalishaji wa maji kwa mji wa Misungwi na vitongoji vyake utaongezeka kutoka mita za ujazo 650 kwa siku hadi kufikia mita za ujazo 4,500 kwa siku, sawa na ongezeko la 85.5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeendelea kujidhatiti katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha katika sekta ya elimu. Zaidi ya yote, tunataka kuipongeza sana serikali kwa mpango wake wa elimu bila malipo katika shule za msingi, sekondari. Mheshimiwa Mkuu, na kuhakikisha ya kwamba katika wilaya yetu ya Misungwi mpango huu unatekelezwa vizuri na matokeo tumeanza kuona. Bali na hapo, ufaulu umeongezeka, lakini na uandikishaji wa wanafunzi katika kidato cha kwanza na cha pili unazidi kuongezeka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto kubwa katika elimu ni mimba mashuleni. Lakini tumesikia wewe ukisisitiza ya kwamba tuwasake wale wote ambao wanawapa mimba wanafunzi. Na tunaendelea na mpango huo. Katika wilaya ya Misungwi mapambano hayo yapo na yako imara, na hata wananchi wanajionea hatua ambazo tunazichukua kila siku kwa watu hao ambao wanakatisha ndoto za watoto
kuendelea na masomo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipongeza serikali ya awamu ya 5 kwa kuboresha vituo vya afya nchini na pia katika wilaya ya Misungwi, hususan kata ya Kromije ambayo leo taenda kuona. Hii imeleta mapinduzi makubwa ambayo haijawahi kutokea katika sekta ya afya na wananchi ni mashahidi, ni wanaona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kukamilika kwa kituo hiki kitapunguza kero na vifo kwa akina mama na watoto pamoja na wananchi wote ambao wamekosa huduma hii kwa muda mrefu, na wakati mwingine ikipatikana ni mbali na kwa gharama kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, halmashauri ya wilaya Misungwi ina jumla hospitali kubwa 2, moja ya serikali na moja ya shirika la dini, na vituo vya afya 4 na zahanati 43. Vinafanya kazi kubwa, lakini kwa kuongeza vituo hivi itapunguza kero kwa wananchi. Bado tuna miradi kule Magu. Bado tuna miradi Sengerema ya takriban bilioni 20. Bado tuna mradi mkubwa kule kisiwa cha Ukerewe, wilaya ya Ukerewe, wa takriban bilioni 10 ambao ulishakamilika. Ukiachia mbali miradi mingine ya vijiji 10 ambayo inaendelea kwenye maeneo mbalimbali. Mimi kwa niaba ya wana Mwanza nitoe shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. Nitoe shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mmekuwa mara nyingi mkitusimamia vizuri. Lakini Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Profesa Mbarawa amekuwa akifanya kazi kubwa sana. Miradi hii bila kila siku kuwepo kuifuatilia, na tunamuona anazunguka nchi nzima. Pamoja na haya aliyosemwa na mwenyekiti wa chama wa wilaya, ambao mimi naamini yatapata tiba yake. Profesa yuko hapa, kazi kubwa imeshafanyika, najua kazi itamaliziwa, lakini miradi ya maji kwenye mkoa wetu inaenda vizuri, lakini bado inahitaji nguvu kidogo ili iweze kukamilika na huduma ya maji ifike kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niseme tu ziara yako imetupa faraja sana. Na niombe sasa kwa heshima na taadhima, pamoja na kukaribisha, nimwombe Mheshimiwa Waziri Profesa ili aweze kufika na kutupa neno, na hapo baadaye atakukaribisha. Misungwi oye! Pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi inayoelekeza kuwapatia wananchi maji safi na salama kwa 90% kwenye miji ya wilaya na 95% kwenye miji ya mikoa, pamoja na 85% kwa wananchi wetu wanaoishi vijijini ifikapo mwaka 2020. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mji wa Misungwi pamoja na kuwa uko kando mwa ziwa Victoria, lakini umekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa muda mrefu. Kama alivyosema mkuu wa wilaya, uzalishaji wa maji kwa sasa ni lita 650,000 kwa siku, ambayo hii ni 17% tu ya mahitaji wananchi wa mji huu. Kwa kulitambua hilo, serikali iliamua kujenga mradi huu mkubwa wa maji ili kuondoa tatizo hili ambalo linasumbua wakazi wa Misungwi kwa muda mrefu. Mradi huu umejengwa na una uwezo wa kuzalisha lita milioni 4.5 za maji kwa siku, ambazo zitatosheleza mahitaji kwa wakazi wote wa mji wa Misungwi, ambapo kwa sasa wanahitaji lita milioni 3.9 kwa siku. Mradi huu pia umewekewa nafasi ya kuongeza uzalishaji mpaka kufikia lita milioni 6 kwa siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi wa mradi wa maji katika mji wa Misungwi unatekelezwa kupitia mpango wa uboreshaji wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira ya ziwa Victoria, ambao unatekelezwa katika miji 6 ambayo ni Mwanza, Musoma, Bukoba, Magu, Misungwi na Lamadi, kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 276. Katika fedha hizi, shirika la maendeleo la Ufaransa pamoja na benki ya uwekezaji ya Ulaya
zinachangia takriban shilingi bilioni 238. Kwa upande wa serikali yetu inachangia shilingi bilioni 38. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu kama alivyosema wenzangu unaharimu takriban shilingi bilioni 12.85 ambao kwa kiasi kikubwa utafanya mambo yafuatayo. Kwanza, ujenzi wa kituo cha uzalishaji na kutibu maji, ulazaji wa mabomba kwa umbali wa kilomita 53.7, ujenzi wa matangi mawili ya kuhifadhia maji yenye ukubwa wa lita 600 na 300, ujenzi wa kituo cha kutibu maji taka, ununuzi wa gari moja ya kunyonya maji taka, ununuzi wa gari moja la Toyota Land Cruiser pickup, ununuzi wa pikipiki 2, pamoja na ujenzi wa ofisi ya mamlaka ya maji pamoja na nyumba za watumishi 2 katika kituo cha uzalishaji maji, ujenzi wa maabara ya kupima ubora wa maji na karakana ya matengenezo. Mradi pia utaunganisha kaya 2158 katika mfumo wa maji pamoja na kuwafungia mita za maji pamoja na ujenzi wa vituo 13 vya kuchotea maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu unatekelezwa na kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation ya China chini ya mkandarasi mshauri Aegis ya Ufaransa. Aidha, mradi huu unasimamiwa na mamlaka ya maji la jiji la Mwanza kwa niaba ya Wizara ya Maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba niwahakikishie wakazi wa mkoa wa Mwanza na miji inayozunguka Ziwa Victoria kuwa Wizara ya Maji imedhamiria kwa dhati kabisa kuhakikisha kuwa tatizo la maji kwenye ukanda huu na maeneo mengine ya nchi yetu inakuwa historia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna miradi mingi sasa hivi inaendelea. Kwa mfano, mradi unaochukua maji kutoka Lake Victoria unapitia Shinyanga, unakwenda Nzega, Igunga na Tabora, ambao wenyewe unaharimu takriban shilingi bilioni 605 na uko katika hali nzuri na tunategemea utamalizika mapema mwaka 2020. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninapenda kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo ikiwemo Benki ya Rasilimali ya Europe pamoja na Shirika la Maendeleo la Ufaransa pamoja na EU kwa mchango wao mkubwa katika miradi mbalimbali ya maji hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara yangu itahakikisha kuwa mradi huu unatekelezwa na kukamilika kwa wakati na kwa viwango vilivyokubaliwa ili wananchi hawa ambao walikuwa wamesubiri maji kwa muda mrefu sasa waweze kupata huduma nzuri, huduma ya kisasa na huduma ambayo itakuwa endelevu. Ninaomba nichukue fursa hii kuwasihi sana wananchi kutoa ushirikiano mkubwa na mkandarasi ili mkandarasi aweze kumaliza kazi yake kutokana na mpango ambao tumemwekea. Kwa bahati mbaya sana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na mambo madogo ya kuvamia kambi za wakandarasi ambao hili sio jambo zuri. Kwa hivyo ninaomba tu kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Misungwi wasimamie ulinzi kwenye maeneo haya ili wakandarasi hawa waweze kufanya kazi zao kwa uadilifu na kwa muda uliopangwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba nizungumzie kidogo hapa suala la mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Misungwi. CCM oye! CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuko hapa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na tumeahidi na tunatekeleza. Ni kweli usiopingika, Mheshimiwa mwenyekiti amesema hapa kwamba kuna mradi huu ambao umechukua muda mrefu na uliahidiwa kwamba siku za nyuma zilizopita ulikuwa haujakamilika. Naomba nitoe taarifa kwamba mradi huu sasa umefikia 80% na mkandarasi yule anatudai shilingi milioni 616. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, jana naomba nikuhakikishie kwamba
Jana tumefanya process ya kumlipa mkandarasi huyo, na sasa mkandarasi huyo atakuja site kufanya kazi hiyo. Ndugu zangu, ninaomba niwahakikishie kwamba mkandarasi huyu tumempa muda, utapofika mwezi wa Juni, yaani miezi 2.5 kutoka sasa, kazi hile iwe imemalizika. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu zangu, tumeahidi na tunatekeleza. Kwa vile naomba tu Mheshimiwa Mwenyekiti usiwe na wasiwasi, utuamini, umetupa jukumu na tutatekeleza kama tulivyoahidi, na hili unalolisema naomba uwe na imani kwamba litafanyika kama tulivyoahidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama tunavyojua wiki hii tumeanza wiki ya maji. Na wiki ya maji mwaka huu tuna kauli mbiu ambayo tumesema hakuna atakayeachwa. Kama uko Misungwi, kama uko Mwanza, kama uko Kigoma, nyote mtapata huduma ya maji safi na salama. Kwa vile ninaomba tu ndugu zangu zote tushirikiane katika wiki hii, tuhakikishe kwamba tunalinda miundombinu ya maji na tunatoa ushirikiano mkubwa na makandarasi ili kuhakikisha kwamba kazi hizo wanazozifanya ziweze kumalizika kwa wakati kama tulivyopanga. Oye! Wakinisikia nikasema sisi nimekosea. Nyakahiti. Kumbe Nyahiti Nakushukuru sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Mwanza, Mheshimiwa wakuu wa wilaya, natambua pia uwepo wa Mheshimiwa Naibu Waziri, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii mlioko hapa, kiongozwa na mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, wananchi wote mlioko hapa. Kama ambavyo nimeeleza, nimekuja kwa ajili ya kuzindua, kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi kwenye mradi huu wa maji, na kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza vizuri sana kwenye maji, jukumu langu limerahisishwa sana. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ilikuwa ni hiyo, na pamoja na kuwasalimia. Lakini Wananyahiti, mna bahati kwamba wilaya yenu inaendelea kutembelewa na viongozi wakuu. Mimi nakuja tena kwa mara ya pili. Kazi yangu mimi ni kuja kusafisha barabara ya wakubwa waje. Kwa hiyo mjipange, viongozi wakubwa watakuja. Rais atakuja, makamu wa rais Mama Samia Suluhu atakuja. Kwa hiyo siku atakapokuja iwe ni kwa ajili ya kuuzindua mradi. Naomba sana mjitokeze kwa wingi zaidi ya leo. Si ndio jamani? Misungwi oye! Nyahiti oye! Serikali yenu iko macho na inafanya kazi usiku na mchana. Na nataka niwahakikishie wananchi wa Nyahiti kwamba serikali yenu inayoongozwa na rais wetu Dr. John Pombe Magufuli iko imara kwa kuwatumikia. Serikali hii inatamani kila Mtanzania aweze kuona umuhimu wa uwepo wa serikali hii. Na serikali ya 5 imeweka utaratibu mzuri sana wa kuleta viongozi wachapakazi. Hata Misungwi tumeleta viongozi wachapakazi. Kwa wilaya, mkurugenzi, wakuu wa idara na watumishi wa halmashauri ambao wanafanya kazi na mkurugenzi. Na mimi nishafika hapa. Nilikaa pamoja na watumishi wa halmashauri, nikawaambia miiko ya serikali hii, nikawaambia matakwa ya serikali hii kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Na furaha nilipokuja hapa mkuu wa wilaya ananiambia sasa Misungwi kwa watumishi wa umma, kwa wananchi pako safi, na kama kuna dosari tunazishughulikia. Hongera sana watumishi wa halmashauri. Endeleeni kusimamia utoaji huduma bora kwa wananchi. Tunataka hawa wananchi, mpaka yule mwananchi wa chini mnyonge alikuwa nadhani kwamba serikali sio jambo lake, aone kwamba serikali ni chombo cha msaada kwa ajili yake. Na serikali yenu ilipokuwa inapita humu wakati wote na mawaziri tumefanya mapitio, lakini Mheshimiwa Rais alipokuja hapa kupitia mbunge wetu Mheshimiwa Kitwanga alieleza changamoto za wilaya hii zote. Na Mheshimiwa Kitwanga ambaye kwa sasa kwa kweli yuko hospitali kwa matibabu, lakini anaendelea vizuri, tuendelee kumwombea.
ametueleza mengi juu ya wilaya hii. Nilipokuja sikumaliza wilaya nzima. Sasa nimerudi kuja kukamilisha maeneo ambayo sikupita, pamoja na kuja kuona mradi huu unavyoendelea. Mheshimiwa Kitwanga ameendelea kusisitiza umuhimu wa mradi huu wa maji, na sisi tulimhakikishia kwamba mradi huu wa maji utakamilika, pamoja na mradi waliokuwa amenipeleka kule ambako mwenyekiti amesema. Yote haya yanakwenda kukamilika kwa sababu nyie wa Tanzania mnashirikiana pamoja na serikali kupambana na wala rushwa na mafisadi ambao walikuwa wanakula hizi fedha zote hizi, na serikali ilikuwa inashindwa kutekeleza miradi yote. Lakini serikali ya awamu ya 5 imejikita kupambana na wala rushwa na mafisadi, na zile fedha zote wameziachia, ndio hizi sasa tunazileta huku kutekeleza miradi, hata ile iliyokwama. Hata mradi huu mwenyewe mnajua ni wa muda mrefu, lakini sasa ndio unaishia mwishoni. Na ndio kwa sababu Mheshimiwa Rais alipokuja hapa aliwaahidi kwamba miradi yote ya maji hii itakamilika kwa kipindi kifupi. Kwa hiyo kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti, ule mradi wako wa maji kule ambao tulibanana na wale wajenzi, serikali tulikuwa tunaendelea kukusanya fedha. Hizo milioni 600 tunazo, tunamlipa milioni 400 kwa haraka sana, alafu milioni 200 atakapokamilisha kazi, ili mradi ule ukamilike kufikia mwezi wa 6 mwaka huu, bado miezi 2 na nusu. Huu mradi tumefikia hatua mzuri sana, na mradi huu tunapeleka maji mji wetu wa Misungwi, na nyewe wote mnajua kwamba Mwanza sasa inafurika. Mji unakuja Misungwi, lazima tujiandae kuiweka vizuri Misungwi ili kupokea mafuriko ya watu wanaoishi Mwanza, na maeneo yametosha. Sasa wanakuja kujenga huku Misungwi, na Misungwi ndio itakuwa eneo la kupumua. Watalii wanakuja Mwanza, wageni wanaotamani kuhamia mkoa wa Mwanza, viwanja sasa viko Misungwi. Kwa lazima tulete maji ya kutosha, tuyasambaze maeneo yote. Huu mradi utasafirisha maji kilomita 13 mpaka mjini. Sheria tuliyoiweka ndani ya serikali kwenye miradi mikubwa kama hii, kila linapolala bomba kubwa kupeleka maji miji mingine, sheria yetu ni kwamba bomba hili waliokaa kulia huku kote kwa bomba umbali wa kilomita 12, vijiji vyote vyo hapa katikati vinapata maji ya bomba hili, na vijiji vyote vilivyoko kushoto mwa bomba hili vilivyo ndani ya urefu wa kilomita 12 vyote vitapata maji. Kwa hiyo ujenzi wa mradi huu unakamilika. Tunapokamilisha, tunakamilisha na kusambaza maji hapa Nyahiti, kata hii yote hii. Ili hicho kitu chuma kilichokaa hapo kirefu cha blue ndio tanki lenu wana Nyahiti. Hatuwezi kutoa maji hapa tukapeleka Misungwi tukawaacha nyie mnaangalia mabomba tu. Lazima na nyie mpate maji. Kwa mradi huu unakamilika na nyie maji hapa mnayapata. Na nimeambia tanki hili hapa linaanza kujengwa mara moja ili likamilike. Wakati tunapuliza maji kwenda huko Misungwi, tunapuliza maji kwenda Nyahiti. Kwa hiyo wana Nyahiti, mkae wa kula. Sasa kila mtu atakuwa anaoga muda anaotaka. Na tutahakikisha maji yanapatikana. Kwa nini tunasema hili? Rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwenye maji anasema anataka kuona kila kijiji kinakuwa na maji, angalau kuwa na kakisima kidogo, badala ya kuacha wakina mama wanahangaika wanazunguka huko na ndoo bila kuyaona maji, kuacha vijana wanahangaika na bodaboda na baiskeli huko na madumu bila kujua maji watapata wapi. Na kwa hiyo kwenye mpango wa maji tuna kampeni maalum inaitwa kampeni ya kumtua ndoo mama kichwani. Tunapokuwa na maji kwenye kijiji, ule umbali na ile kuhangaika kunakuwa hakupo tena. Na inawezekana pia hata yule aloko jirani na kisima atabeba maji kwenye ndoo mkononi badala ya kuweka kichwani. Kwa hiyo ni kampeni kubwa na inaendelea. Na sasa nafurahi kumsikia waziri kwamba tuko kwenye wiki ya maji inayosema hakuna atakaye achwa. Kila mmoja
atafaidika na maji. Tumepanua teknolojia ya upatikanaji wa maji, na kwa kuwa tumeongeza fedha za upatikanaji wa maji, kwa tuna uhakika maji tutayapata, iwe ni kwa kuchimba kisima chenye maji yanayotosha kwa kuchota hata kwa pampu. Tunaweza kupata kisima kitakachotoa maji zaidi ya lita 4,500 tukasambaza kijijini kwa njia ya bomba kwa kujenga na vilula, au tukapata mradi mkubwa kama huu ambao tunaweza kukamata vijiji vingi kwa wakati mmoja. Halmashauri yenu tunaleta fedha na tuna miradi hapa mingi inatekelezwa ya maji. Tukiachana na visima, tuna hii miradi mikubwa. Wa kwanza ni ule ambao Mheshimiwa Mwenyekiti ameusema, tuliounganisha kutoka kwenye bomba kuu la maji linaloelekea Shinyanga na kwenda mkoa wa Tabora, na maji ya Tabora tunapeleka mpaka Sikonge, na tukiona natosha tunashusha mpaka Urambo. Huku tunatoa Nzega tunapeleka Igunga, na tunaangalia uwingi wa maji, ikiwezekana tunaendelea na safari kwenda Shelui, tunapandisha Iramba, tunakwenda mpaka Singida mjini. Bomba hilo litanufaisha miji mingi ya mikoa yetu ya kanda ya kati kwa kupeleka maji kutoka Ziwa Victoria. Hapa nyie tuna miradi hii mikubwa minne. Kuna mradi huu tuleta bilioni 725 kwenye kijiji cha Igenge, si ni kata au kijiji, lakini kule Igenge tumeleta fedha bilioni 725 na mkandarasi yupo. Tulichelewa, sasa tunamaliza kumlipa fedha amalize huo mradi. Lakini tuna bilioni 2.4 kuna Kimbarika mpaka Ngaya, na nyie mnakujua vizuri, tunaweka maji huko, hii yote wilaya ya Misungu. Lakini tuna mradi wa bilioni 1.2 tunatoa maji Matale, tunakwenda Manawa mpaka Misasi, tunapeleka maji. Fedha ipo na mkandarasi yuko kazini, alichelewa kidogo, lakini tumemwambia amalize haraka sana. Lakini tuna mradi wa bilioni 1 na milioni 900 unatoa Ngaya kwenda Matale. Maeneo haya yote tunapeleka maji. Sijausema huu hapa mradi mkubwa sana wa bilioni 12 na milioni 850 unatoa maji hapa Nyatiti, unakwenda Misungwi, Nyahiti. Haya majina yenu haya. Wewe tunatoa maji hapa Nyahiti, tunapeleka katikati ya mji wa Misungwi na mji wote unapata maji, pamoja na ile sheria ya kilomita 12 kushoto vijiji vyote, kilomita 12 kulia na vijiji vyote. Tutapanua vijiji vingi vya wilaya hii kupata maji. Kwa hiyo wananchi, muwe na amani kabisa kwamba mkakati wa maji tunaendelea nao na hatutashindwa, kwa sababu mapambano yale dhidi ya mafisadi ambayo nyinyi mnatuunga mkono, ambazo fedha nyingi sasa tumeanza kuzikusanya. Lakini mbili, wananchi mmekubaliana na sera ya ulipaji wa kodi. Kwa kulipa kodi hizo mnazolipa zinakusanywa pamoja, na ndizo hizi tunamudu kuleta kwenye halmashauri mpaka vijijini kutekeleza miradi mingi. Kwa hiyo nimekuja kuhakikishia kwamba serikali yenu iko imara kutatua changamoto mlizonazo. Mheshimiwa Rais alipopita akawaahidi tutatekeleza, na serikali hii kazi yake ni kusema na kutekeleza, sio kusema na kukimbia mbio. Ndugu wananchi, kwenye eneo la maji, waziri ameeleza miradi ya maji nchini na utekelezaji tunaoendelea nao. Mbali hapa hatujataja fedha ambazo tunazileta kwa ajili ya visima vya vijijini. Wilaya Misungwi haina shida, na mbunge tulimhakikishia kwamba tunaleta maji kwenye halmashauri yako, kwenye jimbo lako, na litaneemeka kupitia kauli zake ambazo mmemtuma nyie, na sisi tunajua kauli yake ni sauti yenu. Kwa hiyo mbunge wenu bado anaendelea kufanya kazi vizuri. Kwa eneo la maji sina mashaka sana, kwa sababu fedha tunayo na tunaendelea kuitumia kwa ajili ya kuboresha miradi hii. Kwa kazi inayoifanya leo haiwezi kuwa kazi ya kuja kuwafurahisha alafu tukaacha mradi ukiwa hutoi maji. Na nimepanda hapo juu, hili jumba lote hili limejaa maji tayari mpaka pale juu, na niko hapo juu nilikuwa naogopa nisije nikaangukia kwenye maji, nikaishia hapa Nyatiti. Lakini nilishuka salama na nilikuwa wa kwanza kurudi. Aliposema sasa basi, nikawa wa kwanza kushuka. Kwa hiyo maji yamejaa na yameshaenda kule chini, wanakamilisha kuunganisha pump
inayotoa maji hapo kupuliza kwenda kwenye tenki la kule Misungu. Hapo ndio tayari maji. Na hilo wamesema wanajenga kwa wiki 2 ambalo linaleta maji kwenu. Kuendana wiki 2 mpaka 3. Lakini wahakikishie tu mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi huu kuna kitu tutaanza kukiona kwenye mabomba yaliyowekwa kijijini kwenu. Bahati mlio nayo ni kwamba kampuni iliyokuja kujenga mradi huu hapa ni kampuni ina uzoefu mkubwa wa ujenzi wa miradi ya maji. CCECC naifahamu vizuri, na hawa ndio wanajenga ile daraja ya kivuko pale Ubungo. Hii ni kampuni kubwa kutoka nchini China na ni kampuni aminifu, lakini mmeanza kuifanyia hujuma, na hujuma hizi hamuifanyii kampuni hii ya China, mnajifanyia wenyewe. Leo usiku mmekuja hapa, mmebomoa, mmeanza kuwaibia. Leo usiku mmekuja hapa kubomoa, kuja kuiba. Mwizi wa kuja hapa Nyahiti hawezi kutoka Geita. Mwizi wa kuja kuiba kitu hapa Nyahiti hawezi kutoka Shinyanga. Mtakuwa ni nyewe wenyewe tu, wale ambao hawapendi maendeleo ya wana Misungwi, ya wana Nyahiti. Sasa unaona hawa watu wanahitaji kujinunulia chakula, wafanye kazi yao hii waimalize, si tupate maji, wao wanakuja kuiba fedha zao, alafu na waacha hawana fedha, alafu watafanyaje hii kazi? Hao wako hapa wanajua Watanzania ni marafiki, na yeye mnajua Tanzania na China ni nchi rafiki. Lakini mmekuja mnaanza kuwavuruga hawa kwa kazi ambazo wanazifanya, tena kwa uhakika mnataka wakasirike, warudi kwao, mradi ubaki usifanyike kazi, ili wananyahita wasipate maji, wana Misungwi wasipate maji. Kwa nini amkasiriki wana Misungwi? Watu wa namna hii mkawasaka miongoni mwenu, muwakamate na kuwachukulia hatua kali. Sasa naliagiza jeshi la polisi, ili mradi taarifa imeipata, shughulika kuanzia mchana huu kuwatafuta wote. Anza na walinzi wanaolinda hapa, lazima hao wanatoa taarifa nyumba ya kulala ile, nendeni. Wewe mtu wa Geita atajua nyumba anayolala Mchina hapa sasa hivi, kama sio sisi wenyewe. Kamata wote. Kamanda polisi upo, kamata wote. Na wananchi msaidie kueleza hapa mwizi ni fulani, watakwenda kuchuja huko kwa polisi. Shughulika wote, kusanya wote, peleka kituo cha polisi, alafu chuja mmoja baada ya mwingine. Mwizi utamjua tu, na nyie wote ni maarufu kwa jua wezi. Hatuwezi kuwa na watu wanaovuruga, wanaotujengea miradi ambayo wananchi wanahangaika, halafu waendelee kuhangaika. Maana yake huyo anaihujumu pia na serikali ishinde kukamilisha mradi wetu, halafu wananchi wailalamikie serikali. Hatutakubaliana wewe popote ulipo. Kwa wananchi, mwenyekiti, mtendaji wa kata, diwani, kamati ya kijiji, serikali, mati ya serikali ya kijiji, na wananchi mmoja mmoja, tuwaambieni nani mwizi, tushughulike naye. Tunataka mradi ukamilike, au warudi wakafanya miradi mingine, hapa tuachie maji. Leo kama tunaanza kuja hapa tunabomoa, ni hatari, mtakuja kuiba mashine ya kupuliza maji kwenda Misungwi nyie. Msikubali. Viongozi wa chama msikubali. Hao na hujumu ilani yetu. Nyie mwe mstari wa mbele kusema uwezi ni nani. Kama nilivyosema, haiwezekani mwizi atoke Mwanza mjini kuja kuiba hapa Nyahiti. Atakuwa ni mwenye Nyahiti, sana kutoka Misungwi, kwa ushirikiano na waliokuwa hapa. Jambo hili hatuna furaha nalo na hatujaridhika na hili jambo. Lazima hatua kali zichukuliwe. Kwa wananchi, swala maji tunaliweka katika sura hiyo. Mradi utaendelea. Jeshi la polisi linafanya kazi yake, watafuta wale wote waliokuja hapa kuhusika na wizi. Wakiwemo, tunaanza na wale walinzi waliolinda. Kwa nini waliacha milango wazi? Kama alilala, hiyo sio kazi ya mlinzi. Mlinzi hatakiwi kulala. Kwa hiyo tunaenda nayo. Eneo la pili, wananchi, tunaendelea kuimarisha barabara za ndani ya wilaya hii. Mheshimiwa mbunge ameeleza barabara zake nyingi hazijachongwa. Na sisi tulimsikia, kuna barabara ambazo alizitaja. Moja kati ya barabara aliyoitaja ni ya kwenu, inatoka Mapilinga kuja Nyahiti. Mnaijua tumeleta hapa zaidi ya milioni 249 kwa ajili ya kurekebisha barabara hizo.
Kwa mbunge wenu kwa ujumla kwenye halmashauri yetu tumemletea bilioni 1,250,000 kwa ajili ya ukarabati barabara hizi, pamoja na barabara kutoka Kijima mpaka Shalolo Shilolo. Basi huko ndio tutakopeleka barabara huko. Hiyo barabara tunairekebisha. Barabara nyingine inatoka Fela mpaka Ngeleka na kwenda mpaka Nyeshishi. Na kuna barabara kutoka Bukumbi, Nyang'ololo, Kaluluma. Haya majina bado tusameane tu. Ili mradi najua ninachotamka ni nini. Hizi ni barabara ambazo tumeleta bilioni 1,250,000 zirekebishwe, zipitike. Alikuwa anaziainisha mheshimiwa mbunge, na kwa sababu anaambia serikali sikivu imemsikia kama sauti yenu na tumeleta fedha. Ndio kwa sababu nasema muombe arudi afanye kazi yake. Serikali inamsikia, sauti yenu tunaisikia, na tutaendelea kuisikia sauti yake kwa niaba yenu, na tutawatumikia wana Misungwi. Barabara za vijijini hizi tunaendelea kuziimarisha, na ikitoka hapa naenda Kolomije, na huko kuna barabara nyingine ndio kumwambia mheshimiwa mbunge na wananchi kwamba mheshimiwa mbunge alizitaja barabara za huko, naenda kuzisoma huko. Ndio mjue mbunge anavyochapa kazi ya. Umeme huko si mmeshapata? Bora nimeziona nguzo. Ondoeni mashaka. Mheshimiwa Rais anasema nataka kuona kila nyumba ya Mtanzania inawaka umeme. Kila nyumba ya Mtanzania, maanake ni kila nyumba. Hatuangalii nyumba hiyo ni kubwa ya matofali, ni ya bati, au ile nani ile inaitwaje? Kuna ile jina la Kisukuma zuri, nyumba ile nani? Tunaweka na umeme. Tunaweka umeme huko, lazima iwake. Na Mheshimiwa Rais kwa nia hii amewarahisishia wana Misungwi, wana Nyahiti. Amepunguza bei kutoka ile milioni 380 ilikuwa nalipwa, sasa utapata umeme kupeleka nyumbani kwako kwa shilingi 27,000 tu. Nani atashindwa kupata shilingi 27? Nani atashindwa kupata shilingi 27 kuvuta umeme? Nyosha tu nikuone, nikuambie kwa kuzipata. Yule pale kafuge buku watatu. Kuku moja shilingi ngapi Nyahiti? 15,000 Wewe fanya 10,000 tu. Uza wote hao. Unapata 30,000. 27 kalipe umeme, 3 kanywe soda basi. Subiri umeme. Lakini pia zamani kuvuta umeme, nguzo unaiona pale, nyumba iko hapa. Ili umeme uje hapa unatakiwa uweke nguzo katikati hapa kama 4-5. Zamani kila nguzo ulikuwa unailipia shilingi 150,000. Sasa umeme utatoka pale na nguzo zote hizo mpaka hapa bure, ulipi nguzo hata hii moja. Ulipi nguzo, wewe lipa shilingi 27, rudi nyumbani kama mzee alivyokaa hapa natikisa mguu, unatikisa mguu tu, umeme unakuja nyumbani. Wewe wana Nyahiti kila mmoja ajipange kuvuta umeme. Nimeziona nguzo, inawezekana ndio wanapanga kwa sababu tumeshaleta mkandarasi yuko hapa anaanza ujenzi, na mpaka sasa taarifa nilionayo vijiji ya 69 tayari na anaendelea na kazi. Nataka tumalize vingine vile 44. Hivi ndio orodha aliyotuletea mheshimiwa mbunge. Nataka niwaambie, mbunge alituambia mkandarasi tumemleta, ataweka umeme vijiji vyote. Vijiji vyote. Na mheshimiwa mbunge aambiwa atulie, aendelee na matibabu, arudi. Vijiji tunamwekea umeme. Mkandarasi tumemleta. Na kama tukigundua kuna kijiji kiko mbali kule, tukiona gharama kutandaza nguzo na nyaya mpaka kule, tunafuata na sola huko tunatundika kila nyumba sola. Kwa kauli mbiu ni ile ya maji ile. Haachwi mtu hapa kwenye umeme. Usio kasema mbona mimi mbali, watakuja lini? Tunakuja kutundika sola huko kila nyumba.
Kwa hiyo Wananyahiti muwe na amani kabisa. Wana Misungwi kwenye umeme mtulie. Rais amepunguza bei, anataka kila mmoja aweke umeme kwenye nyumba yake. Iwe ni tembe, nyumba ya kawaida, nyumba ya nyasi, nyumba ya bati, hata gorofa tunaleta umeme huko. Wewe jipange kulipa umeme. Na nishamwambia meneja wa TANESCO na unanisikia. Ukishafika Nyahiti mkandarasi, usisubiri Wananyahiti wakufuate huko Misungwi mjini kulipa. Wewe njoo hapa na polisi kusanya fedha hapa hapa. Asitembee mtu wala kulipa nauli. Meneja atakuja kuchukua hela yake huko. Wewe taandaa tu shilingi 27,000 hiyo. Ni serikali inatisha. Kwenye afya hatuna shida, tunaendelea. Tumeagiza kwenye halmashauri zote nchini na madiwani mnisikie. Tunatakiwa tujenge zahanati kila kijiji. Hivi vijiji viko zaidi ya 16,000. Hatuwezi kujenga serikali kwa kulipa vijiji, lakini tumetafuta njia ya kurahisisha ujenzi. Kila halmashauri isimamie ujenzi wa zahanati. Zahanati ni nyumba ndogo ndogo tu ya vyumba 4-5. Ambao wana kijiji wakiwa na tofali 2,000 wanaweza kuanza ujenzi. Wakifika kwenye renta lile paa lile, halmashauri mpeleke vifaa vya viwandani. Saruji, bati, misumari, wapelekeni wana kijiji wafunike ile jengo lao hilo ili huduma ya afya ifanyike. Leo hatuna shida ya dawa. Mheshimiwa Rais alipokuja huku mlimlalamikia dawa zipatikane hospitalini. Wilaya hii tunaleta fedha nyingi za dawa. Takwimu nilionayo hapa kwa ajili ya dawa kila mwezi wilaya hii tunaleta milioni 187,357,000 kwa ajili ya kununua dawa tu na vipimio vidogo vidogo. Na kazi hii ya kusambaza fedha hizi hatukuanza leo, toka mwaka 2016 mwishoni. Sasa hivi taarifa ya mkurugenzi hapa ameniambia, alipokuwa ananipokea, anaambia hapa upatikanaji wa dawa sasa kwenye zahanati, kituo cha afya na hata hospitali ya wilaya ambayo tumewaletea fedha ili ipanuliwe zaidi ni kwa asilimia zaidi ya 95. Serikali haitaridhika kuona mwananchi anaenda hospitali kwa maana kituo cha afya, zahanati au hospitali ya wilaya, anaandikiwa cheti alafu aambiwe kanunue dawa dukani. Ole wako daktari utakayeandika cheti hicho. Na madaktari si mnanisikia hapa? Wapo wananiangalia. Mgonjwa anakuja, unamwandikia cheti Panado, alafu unamwambia kanunue duka lile, tena duka lenyewe la kwako lile pale. Wala sitaki kurudia, nitakalo kukuta la kwako. Kwa sababu tunaleta fedha ya kutosha. Kila kituo kwenye wilaya hii, kwa vituo tulivyo navyo, tunapeleka milioni 6 za kununua dawa za kila mwezi. Milioni 6 kwenye kituo cha afya inatosha, na hasa tunaleta miezi mitatu, milioni 18. Hakikisheni milioni 18 zinatumika kununua dawa, ziende kwenye vituo vya afya, ziende kwenye zahanati, wananchi wakienda watibiwe, dawa zipate hapo. Na sasa tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya. Leo naenda kufungua Kolomije, lakini tutaletea tena vituo vingine. Mheshimiwa mbunge amesema vituo vyangu havitoshi, ataka aweke kimkakati. Kimkakati manake huku kimoja pale ili wananchi waende huko badala ya kulipa nauli kwenda Misungwi mjini. Huduma zote ziishie huko. Na vituo tunavyovijenga vimekamilika. Maana yake ni nini? Tunajenga chumba cha mapasuaji yote, madogo, makubwa na ya kati. Tunajenga chumba cha kupima magonjwa yote mpaka ule ugonjwa mnaojua. Unapimwa hapo hapo. Unaujua magonjwa yote tunapima hapo. Lakini tunajenga jengo la wodi ya wakina mama maalum kabisa. Ina eneo la kusubiri, ina eneo la baada ya kujifungua, ina eneo la watoto ambao wanasubiri matibabu, na eneo pia hata mama kama ana shida anatibiwa kwenye jengo moja kubwa zuri. Tunajenga vituo vya afya, tunasambaza kimkakati. Nataka niwaambie, Mheshimiwa mbunge ametuambia, nataka niwaahidi, mgao wa awamu ya pili tutaongeza vituo vya afya Misungwi. Hilo ni kwa ombi la mbunge, na nataka nimhakikishie kwamba tunawaletea.
Kwa hiyo sasa tunakwenda kule Olkolomije, tumewaletea milioni 500 na kwenda kuona zimefanya kazi gani, na kama kituo hicho kinapendeza, kama kituo hicho huduma zote zipo. Siondoki mpaka niridhike. Kama sitaridhika nalala huko huko. Kwa shughuli kwa Olkolomije. Ndugu wananchi, tunaimarisha hospitali yenu ya wilaya, inahitaji kama bilioni 2 hivi kuifanya kuwa na uwezo mkubwa wa kupokea wagonjwa badala ya kukimbilia Sekoture. Itakuwa hapo Misungu makao makuu. Tumetanguliza kwanza milioni 45 wanaenda kwa awamu. Tunaenda hivyo mpaka zote zitakapoisha, ili hospitali ile iwe na huduma zote. Kwa Misungu kutakuwa na huduma za hospitali, na tulileta wauguzi, tumewasambaza watoshi, lakini tutaajiri tena ili kuwe na madaktari wa kutosha, wauguzi wa kutosha, na wale ambao wanaweza kufanya tiba zile kubwa kubwa. Ndugu wananchi, kwenye afya hatuna shida, na muendelee kuwa na imani na serikali yenu kwamba tiba zinaboreshwa, huduma ya afya inaboreshwa. Eneo ambalo ningetaka kulizungumza kwa haraka sana ni elimu. Elimu ni muhimu. Rais wetu amesisitiza, anataka kuona mtoto wa Kitanzania anakwenda shule bila kulipa ada. Hakuna sijui kusajili, hakuna sijui ada ya kulipa mlinzi, kuchangia si maji, si kuchangia mitihani. Fedha yote inalipwa na serikali, na rais wetu anaridhia. Kila mwezi anatoa fedha zaidi ya bilioni 23 na milioni 300. Tunasambaza kila palipo shule ya msingi, pamoja na shule yenu inapata mgao huo. Kwa hiyo kazi yenu nyinyi ni kupeleka watoto shule. Hiyo fedha mlikuwa mnachanga, nunua sare ya mtoto, hakikisha mtoto anakula, mtoto anavaa kiatu kizuri, mtoto ana begi ya kubebea daftari, mtoto ana daftari, aende shule. Hakuna michango ya ovyo kule. Na kama kuna mwalimu mkuu yuko hapa anachangisha tena, tusikizane hapa. Tunajua na nyinyi mnataka maendeleo ya shule. Shule hizi ni zenu, inawezekana mnataka kuchangia. Tumesema atakaye ruhusu uchangiaji ni mkuu wa wilaya. Nyie mkitaka shule yenu kuboresha eneo fulani, jengo limeharibika, mnataka kuchangia wazazi mmalize jengo, hatuzuii, lakini mwambieni mkuu wa wilaya, yeye ndio atatangaza mchango huo. Tunasema atangaze mkuu wa wilaya, kwa sababu wengine ukiwaachia majukumu hayo, kesho utasikia wanafunzi wote kesho 1000 za nini hawasemi. Mwingine anakumbuka darasani huko, kesho kila moja 100 za nini asemi. Kwa wazazi wanahangaika na michango ya hovyo. Kwa mkuu wa wilaya, kama kuna mahitaji ya michango, nyewe mtasema tunataka tuchangie kitu fulani hapa, tunataka tuchangie madawati, tunataka tujenge jengo, hakuna shida. Lakini mwambieni mkuu wa wilaya ndio atakuja kusema, wananchi sasa tumekubaliana kila mwananchi achangie shilingi 5,500. Yeye ataandaa utaratibu wa kuzipokea hizo na kusimamia ujenzi wake wa jambo mnalolitaka. Lakini mwingine huko chini kukurupuka hayupo. Tumeelewana hapo? Walimu mmenisikia huko? Wajumbe wa kamati ya shule mmenisikia? Wajumbe wa bodi mmenisikia? Waheshimiwa madiwani mmenisikia? Simamieni. Tunataka tuone mtoto wa Tanzania anakwenda shule. Na ndio kwa sababu mkuu wa wilaya alipokuja hapa amesema ongezeko la watoto, kwa sababu hakuna vikwazo, na mpeleke wanafunzi, bora waongezeke, tuongeze vyumba madarasa. Na sisi tunaleta fedha. Nyie hapa kwenye halmashauri yenu tumeleta fedha za ujenzi wa miundombinu mbalimbali hapa. Kwa shule za msingi tumeleta milioni 682 ili tuangalie wapi kuna uchakavu mkubwa wa shule za msingi. Lakini tukaleta milioni 342 kwa shule za sekondari, wapi kuna uchakavu mkubwa kabisa. Kama vile haitoshi, kuna fedha tukaleta maalum kwa majengo. Hizi alizoomba mbunge, anasema kuna majengo tumejenga, hii maboma yamejengwa lakini haijakamilika, tumeleta milioni 100. Na mwenyewe alizitaja shule kama 4 hivi: Olkolomije, Mamaye, Mbarika na Usagara. Kila shule itapata milioni 25 iboreshe ile. Mbunge kasema tumewaletea.
Bado haitoshi, tumeleta fedha za kujenga majengo kwa shule za msingi milioni 188 na milioni na laki 8 kwa shule za msingi, lakini tukaleta za sekondari pia milioni 188.8 za sekondari. Tena shule zenyewe za sekondari ni Ukiriguru, Mbarika, Misasi, Nuhundula huko. Haya yote Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama, mwambie mbunge kwamba tumeshaleta hizi fedha. Sawa. Tumeshaleta na tuzipeleke kwenye shule huko. Mheshimiwa Diwani, nimetaja shule hizi, najua nimegusa shule zenu. Hakikisheni shule hizo majengo yanaboreshwa. Na nyie mseme mnataka kuboresha eneo gani. Takapokana mkurugenzi kwenye kikao cha baraza la madiwani, sema hizo fedha nataka tuboreshe hapo. Alafu nyie mnahangaika na mbunge anahangaika huko, anachapa kazi huko, anaugua, na nyie mnaacha kumuombea makanisani na misikitini arudi achape kazi. Mnaanza tena kuhangaika. Mnahangaikia nini tena? Naomba mbunge oye. Nataka niseme nini sasa? Niseme nini? Kilimo, si mnalima wala mtaki kusisitizwa wenyewe kwa kilimo. Nimepita toka barabarani, hali ya hewa tu, lakini kilimo na chapa kazi, jipigieni makofi. Waziri wa kilimo amekuja hapa, amezungumzia pamba. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa 17 inayolima pamba. Na nyinyi ni wakongwe. Hii pamba hii zamani imewezesha kusomesha watu. Pamba hii zamani ndio iliwezesha Msukuma wa kwanza kununua basikeli inaitwa Gazeli. Unaikumbuka hiyo basikeli? Hawa sasa hivi hawaijui. Tulikuwa na basikeli mbili, Gazeli na Rale. Rale ya kwanza ilinunuliwa huku Mwanza kwa pamba, na ndio kwa sababu iliitwa dhahabu nyeupe. Hata redio 277 ilinunuliwa huku kwanza, akawa anapokea stesheni za Kenya na Uganda. Uongo kweli? Fedha ya pamba. Hapa katikati hii zao lilizorota kwa sababu waliingia watu hapa wakaanza kuhujumu, wakajiangalia wao na matumbo yao. Tumefanya marekebisho makubwa. Tumesema taka turudishe heshima ya pamba mkoani Mwanza na mikoa yote. Wananchi walime pamba na wafaidike na pamba. Pamba hii tumesema tutaurudisha ushirika ule ambao ulikuja ukadhulumiwa na watu. Tulikuwa na ushirika wetu wa NCU hapa. Ulikuwa na viwanda, majengo makubwa na kila kitu. Lakini ukawa na watu wakaingia na tamaa, wakaanza kuuza bila utaratibu. Nataka niwaambie NCU, si mnajua kwamba tumerudisha mali zote. Zote zimerudi. Ziko chini NCU. Sasa tunaimarisha ushirika. Undeni vyama vya msingi vinavyokusanya kwenye ngazi au ya kijiji au vijiji viwili ulio imara, na chagueni viongozi waaminifu. Kwa nini tunataka tuunde vyama vya msingi? Turudi kwenye ushirika. Ni rahisi serikali kuwakuta huko. Ni rahisi serikali kujua mahitaji yenu. Ni rahisi serikali hata mfumo wa masoko. Na tumeona mwaka jana, mwaka juzi, uuzaji wa pamba umekuwa rahisi kupitia mfumo wa ushirika. Maeneo yaliyokuwa na matatizo ni yale ambayo yalikuwa na viongozi wa ushirika wezi, alafu wamewarudisha tena. Nimeagiza Wizara ya Kilimo ishughulike na wale wote, wachunguze, waone nani mwaminifu, nani hafai, na wananchi msichague watu wabovu wanaotaka kuibaiba fedha zenu. Tunataka ushirika ulio imara. Kwenye kilimo sina la kusema. Nyinyi ni wachapakazi, mnalima mazao ya chakula, mnalima mazao ya kilimo, ya biashara, mnaendelea vizuri. Leo nilikuwa nazungumza pale mjini na kuizindua benki inayotakiwa iwakopeshe nyie mlime haya mashamba eka 2, 3, 4, 5. Fedha ziko benki ya kilimo Tanzania. Ishafunguliwa leo. Nimefungua benki hiyo, iko pale kama unaelekea posta. Wataka kulima eka 5 zako, panahitaji 3, 4 milioni, wale wanakopesha milioni, watakuja kuona shamba lako, watakuta utaalamu, halafu ulime vizuri. Uvune, ukishauza rudisha milioni.
Unataka kulima eka 10 au kikundi, hiyo AMCOS, mnataka kulima shamba kubwa lenu, au kila mmoja amelima shamba lake, lakini mnakosa mtaji. Wewe peke yako kama kunakuwa na ugumu, lakini mkienda kama AMCOS mnakopesheka. Mnajijua wanachama wa AMCOS mko 100, mnakopa pale bilioni 1, kila mmoja milioni 3. Wewe milioni 3 huwezi kulimia shamba? Unaweza. Kwa hiyo unaweza kukopa kutumia kikopo chako. Benki tumeileta hapa, nenda muitumie ile benki kukopa fedha ili mlime pamba vizuri. Serikali inakuja na mpango mzuri wa kuhakikisha mkulima ananufaika. Hata mvuvi, kwa sababu bahari iko hapa, najua wengi ni wavuvi. Wewe kama ni mvuvi imara, unataka kununua mitambo ya kukuvulia, nenda kakope kwenye benki ile ya kilimo Tanzania. Kama ni mfugaji, unataka kufuga ufugaji wa kisasa mzuri, unataka kuleta na mtaalamu wako, nenda kakope, fuga kisasa, badala ya kutembea na ng'ombe kutoka hapa mpaka Mbeya. Alafu anafika pale nyama yote imeshakauka. Unaipika na kuichemsha hivi, hujui kwa nini. Kumbe umemtembeza sana kutoka Mwanza mpaka Mbeya. Hiyo utakuwa ng'ombe huyo. Ili awe ng'ombe, uwe na mtaji mzuri, fuga vizuri kitaalamu, alafu utapata fedha za kutosha. Kwa hiyo niliona nizungumzie eneo hili la kilimo kwa sababu unajua nyie ni wakulima wazuri na hatuna shida katika hili. Mimi nilipokuja hapa nikajiandaa kwa haya kusema kwenu na kuhamasisha mjitokeze kwa wingi, na kwa sababu nimeweka jiwe la msingi, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maji mkoa wa Mwanza, endelea kusimamia hatua iliyobaki. Jeshi la polisi fanya msako wa wale wezi wanataka kuwavuruga CECC washindwe kufanya kazi yao. Hao wananchi wanataka maji, na serikali inataka wananchi tuone maji wanakunywa, na maji haya moto.